Yanaendelea kuhusu kuibuka kutekelezwaji wa mpango wa matibabu nje ya taifa hili ya mpango wa SHA baada ya kubainika kuwa wagonjwa wanaotibiwa ughaibuni wanalazimika kugharamikia wenyewe ada za hospitali licha ya kuwasilisha michango yao kila mwezi. Afisa mkuu mtendaji wa SHA Mercy Mwangangi akisema kuwa akiwa katika kamati ya bunge ya kitaifa kuhusu uwekezaji, alielezea kuwa mamlaka hiyo haina uwezo wa kulipia matibabu nje ya taifa hili kwani hakuna kandarasi na hospitali za kigeni, jambo ambalo inakuwa vigumu kutekeleza matibabu na malipo yake katika hospitali za ughaibuni. I, Dr. Mercy Mwangangi, do swear that the evidence I shall give before this committee. Kauli ya Daktari Mercy Mwangangi kuwa SHA haiwezi kugharamia matibabu ya Wakenya wanaosaka matibabu nje ya nchi bila kuwepo kwa mikataba rasmi na hospitali husika imezua mijadala mikali. Akihojiwa na wabunge katika kamati ya uwekezaji wa umma kuhusu huduma za jamii, alieleza kuwa hadi makubaliano hayo ya kisheria yatakapokamilika, wagonjwa watalazimika kulipia wenyewe gharama za matibabu yao. Who's left to go for treatment overseas, so those bills would have to be met by the Kenyans who have gone abroad to seek that care. Hali hii imewaacha wagonjwa waliotumwa nje ya nchi kwa matibabu maalum katika mazingira magumu, baadhi yao wakisalia hospitalini kwa muda mrefu bila uhakika wa chanzo cha malipo ya huduma wanazopokea. Miongoni mwa walioathirika ni mwalimu mmoja anayepata matibabu nchini India ambaye amelazwa kwa zaidi ya miezi mitatu akisubiri kufanyiwa upandikizaji wa uboho. Kwa mujibu wa familia yake, kiasi kikubwa cha fedha tayari kimetumika kugharamia tiba, malazi na huduma nyingine za hospitali. Kabla ya kuanza kutumika kwa mfumo wa SHA, baadhi ya gharama hizo zililipwa kupitia huduma ya Minet. Hata hivyo, baada ya wanachama kuhamishwa kwenye SHA, malipo ya matibabu ya nje ya nchi hayajaendelea kama ilivyotarajiwa, jambo lililowaacha wagonjwa wakitegemea akiba zao na msaada wa familia. Sasa tumekaa kwa muda, sasa hii ni wiki ya 3 tangu tuende SHA, tukaandika barua na mpaka sasa hatujajibiwa chochote. Maana wanatuambia bado wanafanya ile registration ama identification ya mahospitali ambayo iko India. Sasa hoja kuu ni iwapo mpango wa matibabu nje ya nchi uliandaliwa kwa ukamilifu kabla ya kuanza kutekelezwa, na kama kweli wanachama wanaowasilisha michango yao kila mwezi wanapata msaada unaostahili wanapokumbwa na maradhi yanayohitaji huduma za nje ya mipaka ya taifa. Munene John, TV47, Nairobi.